kuna mengi sana ambayo yanamhusu Chanuo. Tuko na bwana mapapalazi bwana, tupenye tuweze kupata dondoo 2 3 tujue yupo hai au kazimia. Nani mimi? Mimi niko hai bwana, niko vizuri kabisa. Kabisa. Kwanza zimie kwa nini? Mambo yanayoendelea. Siwezi kuzimia. Kabisa. Sijui nazimia kwa nini? Zile picha zilivyotembea kwenye Instagram watu wakasema Chanuo ana hali gani jamani za madebe kuoa. Asa kwa nataka kioa mimi ninahusika na maisha yake sasa hivi. Siwezi chochote. Afu zile sio picha mpya kwangu kwamba zinistue. Zile ni picha za zamani alioa zamani kipindi mimi niko kwenye ndoa. Kwa yule ndo alikuwa bi mdogo. Yule ndo alikuwa bi mdogo. Yule alikuwa bi mdogo. Sema kipindi kile aliofia kupost kwa sababu nilikuwa na hali mbaya sana. Alafu nilikuwa na tatizo kama nazimia kwa pressure, unaelewa? Kwa zile picha akashindwa kuzipost kwa wakati ule alivyooa. Yule ni bi mdogo kipindi mimi niko kwenye ndoa, ndo aloingia. Sio ndoa ya juzi. Sio ndoa ya juzi. Na hata ikiwa ya juzi mimi ni switch short. Mimi nimeshavuka huko. Sio shida zangu kabisa yani. Pressure ulipata zamani. Pressure nilipata zamani. Wewe baba iko kitu kingine kabisa. Kuongezwa mke. Kwa hiyo kumbe zile picha alifunga ndoa kimya, picha zikapigwa akaacha kuziposti kwa sababu ya kutokupa pressure. Ulikuja kujuaje kama ameoa mke mdogo? Unajua mimi familia ya uko ni kwangu yani sema kwa zamani. Walikuwa wananipenda sana. Kwa kila kitu kilichokuwa kinaendelea ni kabla hajaoa, nilikuja kupewa story. Mpaka anaoa walioenda walinitumia picha hata mashemeji zangu wa kiume maana wakiwa walisusa kwenda kwenye ile ndoa. Kwa alienda sana marafiki zake na ndugu zake wa kiume. Wa kike walikaa na mimi. Kwa wale wa kiume walioenda huko walipomaliza kuoa akasema tunaenda kwa Chanuo kumuona. Kwa alipokuja akaniambia usiwe hata na pressure, ngoja tukoneshe bi harusi ndo huyu. Kwa ilinipa moyo pia akasema bi harusi ndo huyu. Kwa kunistua sana wala nini? Lakini ilikushtua kiasi ulivyoona. Nilikuwa nazimia kipindi ambacho sijamuona bi harusi kwa sababu simjui. Alafu naambia naenda kuwa kama na Mwarabu. Unajua kitu kinachouma watu wasichokijua wanaume labda niwafungue. Inatokea ukiachana na mtu utafute mbabe wake. Utafute pisi au mwenye heshima au ukimwona tunamwona ukaenda ukaniletea kitu kwa mimi nistuke. Kwanza pale pressure ilikuwa sipati tena. Nikasema ndio hiki kitu chenyewe. Yaani mimi nilikuwa sina mwili nimepungua sina nuru lakini nikasema yaani sio vitu vyangu kabisa. Yaani hajaenda mbali. Hatua hajazipiga sana. Kwa hiyo inawezekana hicho kikawa sababu ya kufanya wewe uendelee kuficha labda mahusiano yako mengine mpaka leo kwamba pengine na wewe unahofia kwamba bwana mkubwa akiona ataona huyu kaachana na mimi naye kaenda kuokota. Wewe mimi nina chuma. Chuma changu nikiposti hapo watu wote wanashtuka. Kwanza kikai huko Tanzania. Aishi Tanzania huyo. Alafu nikimshusha pale yani DM yake itajaa. Kwa wala siwezi nitamshusha siku ambayo ndo tunakaribia kufanya mambo yetu ya mwisho yale. Akitaka kuhalalisha. Kwa jinsi unavyoishi naye unamwonaje? Muda wote itakuwa tayari au ndo hivyo kuomba dua? Kwa mwanaume tunaomba dua lakini kwa huyo ni sahihi sana kwa sababu ni mkaka ambaye anajielewa sana. Anajiheshimu sana, anajali. Yaani anajua yeye ni nani kwa mwanamke wake. Kwa hiyo namwombea Mungu kwamba tufike mbali kwa sababu tuko na muda mrefu kidogo. Japo yuko mbali lakini si haba. Kila kitu changu ninachokitaka kinaenda kwa wakati. Umetupa kodi bwana kwamba upo na mwanaume wako ambaye sio haba yuko vizuri. Zile story sasa za walimwengu kukuambia kwamba una date sana na vitoto hivi ambavyo huwa mnaigiza pamoja. Sijawahi kudate na vitoto mimi. Maana sijawahi kuigiza na mtu mwingine mtoto zaidi ya Chenjeu. Chenjeu ni mdogo wangu sana. Lakini zile story sasa watu wanavyohisi wanavyokuchukulia kwamba Chenjeu atakuwa mtu wako. Mimi hazinumizi sana kwa sababu hadi kuna muda ananiambia Dachano una post hii picha na nini? Naandika hivi. Kwa naambia sawa. Tunafanya kazi bwana. Watu wanataka hivyo, yani wambea wanataka hivyo. Ndicho kitu wanachokitaka. Na sisi tukifanya hivyo tunapata matangazo. Tufanyeje watoto wanaenda shule. Kwa sio na hata nikikuonesha simu yangu. Ni mtoto ambaye akiamka asubuhi kama tuna kazi lazima niambie shikamoo Dachano uko wapi? Kwa sio mtu wangu kabisa ni mdogo wangu yani katika wadogo zangu ni mdogo wangu wa 4 kuzaliwa. Vijana wadogo sio type za. Kabisa. Mimi nazaje mimi na wadogo zangu wakubwa. Yaani wao wamekupita hadi urefu wana mambo yao. Hivi kweli nije nitembee na kitoto kidogo kweli kama Chenjeu atakipiga makonzi. Yeye anawajua wadogo zangu wamempita hadi urefu mwili. Kwa hiyo Chenjeu ni mdogo wangu sana tunaheshimiana sana. Yaani nje ya vile clip tunavyofanya ni mdogo wangu sana. Tunajuana sana na kuja nyumbani. Tunaenda hadi kwa dadangu ni mtu ambaye tumezoeana tunajuana sana.
Mara mwisho niliona uliposti bwana nyumba ukiwa unashusha mjengo nini, ukawa unaomba dua bwana jambo liende vizuri. Mwanaume wako ana mchango gani kwenye nyumba yako unayojenga? Hilo ngoja nisiliongelee kwanza, kwa sababu nitapigwa matukio ambayo siwezi kuyahimili kwenye huu ulimwengu. Kwa hiyo kitu kikiwa tayari tu watu watajua kwamba issue ishakuwa tayari, hapo ishasomewa kila kitu madua. Lakini kwa sasa hivi ngoja niliache kwanza. Lakini anakusupport. Ana support. Nimekwambia mzungu na ngai, yani ukiachilia mbali na urefu na weusi wake, mwanaume na ngai bwana we. Mambo ya madebe yalipita, ni siku nyingi bwana, sio vizuri tukiwa tunarudia mambo, lakini una familia, mna watoto. Nataka tunifahamu kwenye upande wa malezi ya watoto wenu, mnaenda sawa kwamba kwa namna kila mtu anaendelea na maisha yake, lakini watoto ni wa kwenu. Kama mama, kama baba, kila mtu ana play part yake vizuri kuhakikisha watoto wanaishi vizuri. Siwezi kuliongelea sana hilo, lakini kwa sababu mimi nafanya kazi na napata pesa na watoto wangu niko nao wanaishi vizuri, sidhani kama naweza nikamuingiza hapa. Kwa hiyo yani tuishie tu kusema ni baba wa watoto wangu, umeelewa? Na simkatazi kwa chochote kuongea nao, kama ana chochote kitu anaweza akatuma kwa watoto wake, kwa sababu muda mwingi mimi sipo nyumbani, mimi nipo kazini. Kwa hiyo tuishie kusema nina mudu hivyo vitu vingine mwenyewe. Kama yeye yupo atafanya mambo yake kama baba. Kuna muda anatuma mahitaji mengine moja kwa moja kwa watoto wake bila kupitia. Anatuma, kuna sehemu ambapo yeye anajua mwenyewe anatuma pesa inafikia, kama siku akisema anatuma hela watoto wake. Lakini sio kwangu sana. Kwa maana hataki hela yake ipite kwenye mikono yako. Sio hataki, kwani pesa ni ya kwangu au ni ya watoto wake? Mimi niko na mtu kwa ananihudumia mimi. Kwa wale na watoto wake akijisikia anawahudumia yeye mwenyewe. Lakini kwa sababu niko nao na mimi nafanya kazi, sasa hivi wewe unachotakiwa kujua, sitaki kuona pesa ya mwanaume ni iko mbele sana kwangu. Umeelewa? Ninachokijali sana ni furaha na mimi kupambana sana ili nipate pesa yangu mwenyewe. Kuna siku uliumwa sana ukaposti pia ukiwa na umetoka mapere mwili mzima, ulikuwa hauko kwenye hali nzuri ya kiafya, lakini pia mambo ya kishirikina bwana yakahusishwa. Kuna ukweli kwenye lile kwamba ukahisi umerogezewa aidha kwenye kazi au kwenye mambo ya mahusiano? Kwa kweli ile issue ilikuwa ni na hata sielewi. Yaani ilikuwa ni issue fulani ambayo mimi siwezi kuizungumzia sana, lakini ilikuwa ni issue ambayo imenikata sana, kwa sababu nilihangaika na dawa za hospitali lakini hazikunisaidia kwa wakati huo. Halafu kitu kingine, nilitumia dawa za mitishamba pia, lakini zilinisaidia. Lakini watu wengi wakasema kwamba si ni huo ugonjwa mpya, si mpox, si nini, umeelewa? Lakini kama ingekuwa ndio, ningekuwa nishambukiza watu wengi, kwa sababu nilikutana na watu wengi sana. Ila tuseme tu ni Mungu, na nashukuru Mungu nimepona. Siwezi kulaumu mtu yeyote wala siwezi kulaumu chochote, kuna Mungu Kwa mimi nimechukulia ni gonjwa la kawaida tu ambalo limenipata, ni mtihani na mtu mwingine lazima likampata. Kana watu wengi wakawa hawajafahamu ili ulilotuambia Chanuo kwamba zile picha za madebe bwana za kitambo. Sasa hapo ni wao. Ila mimi najua yule ni bi mdogo, mimi nilivoolewaga kipindi alinikuta. Mimi ndio nilikuwa bi mkubwa, alikuwa mdogo wangu ambaye mimi ndio nimempokea. Kwa hiyo mtu ambaye haamini asiamini. Sasa hatuamini kwa nini? Kwa sababu zile kanzu sio za miaka hii jamani. Au nyamuone. Bibi harusi alipakwa vimelemeto. Ndivyo miaka hii kweli jamani. Vya muda mrefu. Bibi harusi sasa hivi hapa kwa vidude vinavyoka vya kimakonde na wewe bwana wewe. Lakini yeye bado ndo anaishikilia. Sijui. Baba ana mengi na mengineyo. Kwa hiyo tumuombe tu mwenzetu aliyokuwa kwenye ndoa. Mke mwenzako lakini mlikuwa sawa wakati mpo kwenye ndoa. Hauwasiliani? Wala hata siwasiliana naye. Kwanza ni mdada aliyoingia kwa mashauzi sana kwenye ndoa. Yeye akajiona yeye ndio yeye. Kwa hiyo tunamwombea tu Mungu ndoa idumu miaka mingi. Kwa sababu unaambiwa ukimkuta mwenzio, sio mwenzio, ukimkuta mwenyeji, ishi naye vizuri, msalimie vizuri, kwa sababu hujui anakipitia nini huko ndani. Kwa hiyo aliingia kwa mashauzi, akawa anigombanisha na mwanaume, yani akawa sijui sasa hivi hata anajisikiaje kinaona kwenye mtandao wake ya Mungu. Manake kila atakapopita mimi nipo. Yani akija Azam mimi nipo, akija kwenye mtandao sio wapi mimi nipo, kila sehemu ataniona. Kwa hiyo mimi nimekuwa kama mchawi wake. Kwa hiyo sio ananichukuliaje, alafu alipokuwa anafanya fanya tugombane sana, mimi nisipewe huduma zangu, na ile afu mimi ni mkubwa na watoto, afu na sasa hivi kapata mtoto. Kwa hiyo nataka nione mwisho wake, kwa sababu mimi nilikuwa sio wa kwanza kwenye ile ndoa na sitokuwa wa mwisho, na wala yeye hatakuwa wa mwisho. Mimi nimewakuta na wenzangu karibia 5 waliolewa, si 4. Kwa na mimi nikawa 6, si ndo 5, yeye ni wangapi? Kwa bado yule baba ana nguvu na damu yake bado inachemka, na yule ni mwela.
Watu wengi wanaaminigi kwenye ndoa za wake wawili, mke mkubwa ndo anaweza akamnyanyasa au akamfanyia vitu visivyo mke mdogo, lakini wewe ni ikawa tofauti, yani mke mdogo ndo akakunyanyasa. Hajanyanyasa na alikuwa anaumbea. Yaani sio ule, sio kunyanyasa. Yaani kwa sababu alikuwa na ile, unajua mke mdogo, mwanaume anatumia muda mwingi sana kuwa kwake. Kwa hiyo kama umepewa hekima na unaijua dini vizuri. Mimi nilivyoolewa, nilivyomkuta mke mkubwa kwenye ndoa, nilimuomba hadi zile saba zangu nisikae na mwanaume kwa sababu alikuwa anazimia sana. Kwa hiyo nikamuomba, nenda ukakae zile saba zangu ukae kule kwa mwanamke mkubwa. Yeye ndo akakataa mwenyewe akasema, si nini anajizimisha, si unaelewa hizo vitu. Kwa hiyo nilitumia ile busara kumwambia kwamba aende akakae na mke wake kwa sababu anaumwa. Sasa mpaka uvijue hivyo vitu kwamba huyu mwanaume aliyokuwa wewe umekuta ndoa nyingine, kesho atapenda mtu mwingine. Wanawake wanazaliwa bado ni wazuri sana. Kwa hiyo unatakiwa usiingie kwa majigambo, ingia kwa hekima kwa sababu dunia ina tabia ya kurudisha kwa mtu uliogombana naye. Ile story ya kwamba Madebe ndo mwanaume ambaye alikutoa usichana wako ilikuwa ni ya kweli au ilikuwa ni jambo la content? Sio content, ile ni kweli. Mimi nimekutana naye nikiwa mdogo sana. Mdogo sana. Yaani nimekutana naye mdogo. Sina miaka 16, sijui niko 15, niko form 1. Kwa kuna ile 16. Yaani yule baba yule. Mwenzenu. Ndio hivyo wanaume bwana. Unamshtaki kwa jamhuri hapa, aliingia kwenye mahusiano na mwanafunzi. Sasa bwana, si makubaliano yalikuwa, mimi nilikuwa napenda sana bwana wewe. Jamhuri gani wakati nilienda mwenyewe? Form 1. Kwa tolokaga sana. Tuyaache bwana wewe. Yako ilikuwa ni kwamba akusaidia uingie kwenye sanaa. Yaani nilikuwa napenda sanaa, kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vingi. Unajua kipindi kile ukiambia huyu mtu ana mchango kwenye sanaa, unajiona wewe umeelewa lakini vitu vimepita na mimi sasa hivi nilichokuwa nakipigania kwa sababu nilikuwa nagombana na mangu hadi napelekwa polisi kwa sababu sitaki kwenda shule kwa sababu napenda sana mpaka kama kunijazia fomu kwenye vikundi. Nashukuru Mungu kimetimia. Kwa hiyo sina ubaya na mtu, sina chochote na mtu, namuombea Mungu, naombea kila mtu aliyewahi kunikosea, namuombea Mungu afanikiwe. Mimi nina amani. Ninachokiomba ni amani. Nilikosaga amani, furaha, nilikosa nuru. Vyote vipo kwenye maisha yangu. Hiyo furaha, amani, namuomba Mungu sana aendelee kuidumisha ili nilewe wanangu. Hayo mengine ni ya binadamu, na waachia binadamu.